Rais aliwahi kusema wakati fulani kulitokea tatizo la polisi Mtwara. Rais akasema huwezi wewe kuwa polisi umefanya hivyo alafu ujichunguze mwenyewe. Alisema rais. Sasa kwa nini hiyo sentence siongelewe leo na tusione hiyo? Unaposema mfano uchunguzi ufanyike, serikali imeweka tume tusubiri, utajichunguzaje kama kazi yako ni kulinda? Na watu wameuawa, si umeshindwa kuwalinda? Sasa kama umeshindwa kuwalinda, aje mtu kutoka nje tujue ni wewe uliyeshindwa kuwalinda au kuna mwingine aliyesababisha ushindwe kuwalinda. Serikali nakiri na kukubali kwamba kulikuwa na vandalism na kulikuwa na distraction, yani kulikuwa na uharibifu wa mali, sijakataa. Kama walivyokiri kwenye hicho, wakiri pia kulikuwa na mauaji, lakini maandamano yalikuwepo kwa sababu vijana walishasikia neno kutakuwa na maandamano tarehe 29, na ndio maana nchi nzima vyombo vya ulinzi vilijipanga kusimamia hicho. Taarifa labda haikupita kama tunavyojua, ukitaka kuandamana lazima lakini kama watu hawana pa kukimbilia, hawana imani na vyombo vya kuwasikiliza, waende kwa nani? Lazima ujiulize kitu hicho pia. Na hiki sio kitu kipya. Social media hizi naita nini, mitandao ya kijamii ndio inaongoza dunia. Mwaka 2011 ilitokea Tunisia, baadaye ikatokea Misri, baadaye ikatokea Sudani ya Khartoum, baadaye ikatokea Kenya, baadaye imetokea Bangladesh, baadaye imetokea Madagascar, baadaye imetokea Nepal. Sasa unadhani Tanzania ni kisiwa baba? Wanaweza siombe kwa kutangaza kwenye redio, kwenye TV, lakini wana namna yao ya mawasiliano. Sasa dunia ya leo inaendeshwa kwa namna ambapo ukweli unapaswa kutawala. Tunapokwepa ukweli, kama tunavyoambiwa na viongozi wetu wa dini, ndipo tunapojitafutia matatizo. Kanisa kazi yake ni kufundisha ukweli wa kumsaidia mwanadamu apate ustawi wa maisha yake ya kimwili na ya kiroho. Ukweli. Kwa hiyo sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi wenyewe ni wahanga kama kanisa. Sasa hivi uko mkakati wa kuteka. Nimekwambia tangu Agosti tulishapewa warning. Nadhani hata juzi mliona warning, rais wa baraza akae makini, anawindwa, atapotezwa, atafanywa nini. Ilitokea juzi kwenye social media.